nitaka nizungumze nanyi kuhusu mambo matatu kwa ufupi tu. La kwanza, duniani kumekuwa na habari ya kushuka kwa bei ya mafuta kwenye soko la dunia. Hatua ambayo inahitaji kama nchi tuchukue hatua za haraka kushusha bei ya mafuta. Sisi Chadema tulikushaweka msimamo na ulitolewa na kamati kuu ya chama, tukitaka serikali ichukue hatua mbili. Moja, ipunguze tozo na kodi mbalimbali zilizo kwenye mafuta ili kushusha bei. Lakini pili, toe ruzuku kwenye mafuta ili kupunguza bei. Lakini serikali hii batili haikusikiliza hiyo sauti, na katika kipindi chote hakujawa na mjadala ama kwenye baraza la mawaziri au bunge, pamoja na kuwa tunaona ni bunge haramu, wa kuchukua hatua za dharura kupunguza bei ya mafuta. Hatimaye bei za bidhaa zimepanda. Sasa baada ya kuwa kumetoka habari ya kuwa duniani bei ya mafuta imeshuka kwenye soko la dunia, tunaitaka serikali, pamoja na kuwa hatuitambui, ichukue hatua za dharura. Bunge lijadili kwa dharura, baraza la mawaziri lijadili kwa dharura, na kuchukua hatua za haraka za kushusha bei ya mafuta ili kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Kwa hili la kwanza, hatua za haraka za kupunguza gharama za maisha kwa wananchi kwa kuhakikisha bei ya mafuta inashuka, na hivyo kushuka kwa bei za bidhaa mbalimbali. La pili, leo kuna kinachoitwa uchaguzi huko Isimani, ambao umepoteza mvuto kabisa. Hali inaonyesha kwamba kimsingi hakuna uchaguzi Isimani. Katika miaka ya demokrasia ya vyama vingi, imekuwa kukiwa na chaguzi za marudio, nchi huwa inajadili uchaguzi husika wa marudio, na huwa kunakuwa na mshike mkubwa sana wa kisiasa kwenye chaguzi za marudio. Lakini uchaguzi huu unaendelea Isimani leo, ikiwa ni siku ya kupiga kura, ikiwa kimsingi ni hakuna uchaguzi. Katika mazingira hayo, umehitimisha kampeni na zoezi huko linaendelea. Tunaturudia mwito wetu na msimamo wetu wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na katika hii hatua ya haraka ya sasa, tunaitaka serikali haramu batili iliyoko madarakani ichukue hatua za kwanza ni kwa mujibu wa sheria yenyewe ya uchaguzi ya mwaka 2024. Sheria imeweka utaratibu wa uundaji upya wa tume ya uchaguzi kwa mchakato mpya ulioelezwa kwenye sheria. Lakini kwa bahati mbaya, sheria yenyewe imeweka kifungu kinachoifanya tume iliyokuwepo iendelee. Sasa hii tume iliyosababisha maafa na mauaji tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ndio inaachiwa iendelee kusimamia uchaguzi Isimani. Hii ni matusi kwa Watanzania. Kwa kama jambo la haraka sana ni serikali ivunje hii tume iliyopo ili kuacha ombwe itakaofanya sasa mchakato wa kuunda tume mpya ya uchaguzi ufanyike. Hili halina sababu hata ya kusubiri katiba mpya. Wakati tunaendelea na madai ya kutaka katiba mpya, hii tume iliyopo haipaswi kuendelea kuwepo ofisini kwa namna yoyote, kwa sababu ni matusi kwa Tanzania hii tume kuendelea kusimamia zinazoitwa chaguzi ndogo kama inavyotokea Isimani. Kwa hiyo serikali itoe kauli ya haraka, ni kwa nini mpaka sasa haijaivunja hii tume iliyosababisha maafa na mauaji ya raia. Kwa hiyo ni jambo la pili ambalo nataka nilisemea. La tatu, kwa muhtasari tu, nimeona kwenye baadhi ya vyombo vya habari kukiwa na kauli ya ofisi ya msajili wakisema kwamba wanakuja makao makuu ya Chadema kutuelimisha kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria. Ningependa kwanza umma ufahamu tu kwamba ujio wa ofisi ya msajili leo unahusu mambo mawili tu. Moja, unahusu kuja kuona mchakato yetu ya ndani juu ya uundaji wa dawati la jinsia ndani ya chama na madawati ya jinsia yanafanya kazi. Lakini pili, kujua hatua tuliofikia katika mchakato wa kutengeneza sera ya jinsia na ujumuishaji wa makundi ya kijamii. Kwa umma ufahamu kwamba ujio wa msajili leo makao makuu ya chama
hauna uhusiano na barua ambazo ofisi ya msajili imekuwa ikituandikia kutaka Chadema ijieleze kuhusiana na kauli ambazo viongozi mbalimbali wa chama wametoa katika nyakati mbalimbali. Kwa kusiwe na upotoshaji huo unaofanywa na ofisi ya msajili. Kwa bahati mbaya sana tumeipa fursa ofisi ya msajili ije itekeleze majukumu ya sheria kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 10C kinazungumza kuhusu uundaji wa madawati ya jinsia, sera za jinsia na hasa ile jedwali la 3 la hiyo sheria. Sisi tumeona kwamba tuwape nafasi ya kuja kwa ajili hiyo. Kwa bahati mbaya tu wanapotosha huko kwenye vyombo vya habari kutaka kuonyesha kwamba wanakuja kwa mambo ambayo hayahusiani. Kwa karibuni, mwasubiri watakapofika mzungumze nao, na watakapofika tutafanya nao kikao na pengine mengine ya ziada tutazungumza baada ya kikao nao. Lakini kwa sasa ujumbe wangu kwa taifa ni hayo mambo mawili.